ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففروا إلى الله. Leo mbio zetu tunakimbilia huu moyo au hii nafsi au hii kiwiliwili au hii akili inapokuwa nini tumepata kidogo uvivu, machofu, ganzi kidogo katika kufanya nini ibada, unajihisi ya Allah unajivuta, au unajihisi unataka tu kukaa tu. Yani subhanallah, inakujia sisi ni binadamu, inatujia vitu kama hivi. Kitu cha kwanza unapojihisi namna hivyo, anza bidua, na kadhalika jilazimishe na faradhi. Maana kisangine unapata uvivu mpaka wa kufanya faradhi, jilazimishe na faradhi. Na pia kadhalika yani subhanallah, yani tusijifosi zaidi kupita kiasi, kwa sababu utakuwa huna ile khushu. Na sisi tunautaka upate ile khushu na upate huu moyo uwe katika moyo ambao unatumanina. Na sisi ni binadamu, tunapitia na nini na hala tofauti ya hii nafsi. Unaweza kuona nafsi amarat bisu, unaweza kuona nafsi ya nini ya lawama na jilaumu daima. Na unapia tufikie kiwango ambacho ndio mbio tutakazo kuzikimbilia. Leo tunakimbilia tufike katika nini, katika nafsi ambayo inayo utulivu, nafsi ambayo inayo raha, nafsi ambayo inayotumanina kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya tutakayochukua leo katika surat al-Fajr, aya namba 27. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: يا أيتها النفس المطمئنة. Anaita hii nafsi iliyotulia, nafsi iliyotulia, nafsi iliyotulia. Kwa nini? Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Nafsi iliyotulia kwa kumwamini yeye na pia kuamini kuwa nini, pepo iko na sisi tunataka tupate hiyo pepo. Idhan kumbuka, wewe kufikia kukimbia hizo mbio unahitajia kwanza wewe kukubali kama wewe ni binadamu, na binadamu anapata hii futur, anapata hii kuwa nini, kuwa ni hana nguvu au ana uvivu wa kufanya ibada. Lina sisi ni dhaifu, tumeumbwa ni watu ni dhaifu. Kwa hivyo kitu cha kwanza kumbuka wewe unao dhaifu, na kadha ni dhaifu, huna nguvu. Na kadhalika pia kumbuka kama wewe pia kadhalika ni unaweza pia yani kuvutiwa na nini, na matamanio ya nini, ya kidunia. Kwa hivyo matamanio ya kidunia yatatufikia tu. Kwa hivyo kumbuka wewe mbele ya matamanio unaweza kuvutwa badala kuwa katika ibada ukawa katika nini, ukawa katika haya matamanio yako. Ukiwa na hizi ihsasi mbili ukawa nazo daiman, kwa hivyo nini, unapata nguvu, inakupa nguvu wewe. Unapojua kama mimi yani kama Mtume alivyotuambia kama nini, tuache kufuata ni kitu ambacho yani huna hakika nacho, au kitu ambacho kinakutia wasiwasi, kiwache, uache shubuhat. Yani mithal, kwa mfano mimi nasema nini, subhanallah, sijui nikifanya hivi ni sawa au nikifanya hivi si sawa. Toba nikataka kufanya vitu vizuri, hapo wewe kile ambacho moyo wako kinakwambia kama nini, fuata hiki kizuri, fuata hiki kizuri, fuata kile kizuri. Usiufuatie ukawachia hii nafsi yako ikawa nini, inafuata nini, kufuata kile kitu kibaya, ndio kama unaelemea zaidi kwenye kitu kibaya. Kwa hivyo hii maana itatusaidia sisi kwa mbio tunakimbilia nini, tunakimbilia tupate huu utulivu, tunakimbilia tupate kuwa na nini katika nafsi al-mutmainna, anaita nafsi Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan na kadhalika pia yani uvivu, omba dua
kwa Allah subhanahu wa ta'ala akupe nguvu, akuwezeshe. Mwanzo tu ukija kujihisi kama ni dhaifu na nitapata hivi, lakini nahitajia kidogo, jikaze kidogo kufanya amali khair, jikaze kidogo kuongeza, utakuta basi Mwenyezi Mungu anakuwa na wewe na anakupa power na anakuwezesha kile ambacho huwezi kukifanya, unaweza kukifanya, lakini unahitaji tuanze. Ila mbio zetu leo tunakimbilia tunakimbia kupata nafsi mutmainna na kuacha uvivu katika kufanya ibada, na pia nyoyo zetu kuwa zinaelemea katika kufanya makosa zaidi, ziwe ni zenye kuelekea kufanya khairat. Walhamdulillah, lan tastaqima hayatuna illa bihi.